Pombe kali na feki. Yes, serikali kwanza ni jukumu la serikali kuhakikisha bidhaa zote zinakuwa za ubora. Hili jambo la kwanza. Na jambo hili tuliendelea kulifanyia kazi muda wote kupitia taasisi yetu ya TBS ambayo inafanya kazi kufuatilia vyakula na vipodozi vya aina mbalimbali. Na hii kazi wanaifanya vizuri. Hasa bahati mbaya ilionekana kwamba maeneo mbalimbali vifo vingi vinatokea kwa sababu ya watu ya pombe. Kwa hiyo ilikuwa na hisia huenda pombe nyingi zilikuwa na changamoto. Kwa hiyo nishukuru sana taasisi yetu ya TBS ilifanya kazi nzuri kufanya itafiti, ikaonekana kwamba changamoto kubwa ni watu wanafanya ulevi uliopita viwango. Kuna mtu ana konyagi hapa anapiga kucha ile nani chupa konyagi. Anachanganya sijui na nini na Kevante. Hapo mtu mmoja huyo. Kwa hiyo imeonekana swala zima la tabia. Swala zima la tabia tafiti ilipofanya kwa mujibu wa kamati ilivyoelekeza, tatizo kubwa limeonekana ni tabia. Kwa hiyo kubwa sasa tumezielekeza taasisi zetu swala zima la kuanza kutoa elimu kwa umma. Na elimu hii imeshaanza kutolewa. Ukiangalia vipindi vinavyorushwa mfano ITV na station zingine. Kwa mfano taasisi yetu TBS wana vipindi vyao maalum. Hivi vinaruka katika station mbalimbali. Lengo kubwa ni kuendelea kutoa elimu. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania tubadilishe tabia. Tabia ya unywaji ambayo kwa kweli ni hatari katika taifa letu hili. Nchi yetu inataka watu wenye nguvu ya kuweza nchi isonge mbele. Japokuwa mtu mmoja hapa namuona anasema Jafo usinani sana. Sema anaharibu sasa. Tutaendelea kutoa elimu kwamba tabia ya unywaji iliyopitiliza haifai kwa taifa letu. Tutaharibu taifa letu hili. Taifa linataka watu wenye nguvu ya kujenga uchumi. Kwa hiyo hii TBS wataendelea kufanya kazi yao ya compliance, ya watu wazingatie nani, lakini vile vile kuna behavioral change, watu wabadilishe tabia tuweze kwenda vizuri. Nchi mbalimbali duniani zimekumbwa na changamoto kubwa hasa katika upande wa ajira. Vijana wanaomaliza vyuo na wale ambao singine katika kada mbalimbali wote wanatarajia kupata ajira kwa ajili ya kuhakikisha waweze kujikimu, lakini hali kadhalika kuweza kujenga uchumi wa nchi zao. Lakini mara zote kama tunavyosema ni kwamba si rahisi sana, na hasa katika nchi zetu zinazoendelea, kuona kwamba vijana wote waweze kuajiriwa na serikali. Ni kwamba sasa maeneo mengine ni kwamba ni sekta binafsi ndio lango la kuwachukua watu wengi katika ujenzi wa uchumi wa nchi hizo. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi hichi cha miaka 5 sasa, ambapo yeye ameshika sasa miaka 4, tuseme kwamba imeendelea kufanya kazi kubwa katika upande wa viwanda na biashara. Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo ikiwa na jukumu hilo la kutengeneza mazingira wezeshi watu waweze kufanya biashara inaongoza, lakini ikiwa na taasisi zake takriban 13. Taasisi hizi kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba zinafanya kazi kubwa ya uratibu wa uwezeshaji wa biashara na viwanda ndani ya nchi yetu Tanzania. Katika kipindi hichi taasisi zimeendelea na jitihada mbalimbali za kuendeleza sekta ya viwanda na biashara. Hii imefanyika na kuzingatia miongozo mbalimbali ikiwa ni pamoja na dira ya taifa ya nchi yetu 2025, ajenda ya dunia ya maendeleo endelevu 2030, ajenda ya maendeleo ya bara la Afrika tuitakayo 2063. Ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 mpaka 2025 na mipango ya maendeleo ya miaka 5 2021-2022 mpaka 2025-2026 katika sekta ya viwanda na biashara zinalenga kukuza mazingira rafiki ya biashara, kuvutia wawekezaji katika nchi yetu ambayo wawekezaji wa ndani na wale wa nje, kuimarisha viwanda na kuchochea ujasiriamali na biashara, ambapo biashara hizi zinagusa mambo ya biashara ya kitaifa na zile za kimataifa, na kuboresha miundombinu katika upande wa nishati, usafirishaji, lakini kuanzisha maeneo maalum ya kiuchumi, kusambaza, lakini lengo kubwa ni kama kuunga mkono kilimo na usindikaji, vile vile kukuza minyororo ya thamani, kuunda ajira na kuboresha ujuzi, kuhakikisha maendeleo endelevu, kukuza ukuaji wa uchumi uwe shindani, hali kadhalika kuhamasisha uvumbuzi na ubunifu katika teknolojia na kukuza biashara za viwanda na vile vinavyolenga masoko yale ya ndani na masoko ya nje. Katika kipindi hichi cha miaka 4 kumekuwa na mafanikio kadhaa kama nilivyoainisha katika bajeti yetu tulivyokuwa tukiwasilisha pale bungeni. Ndani ya miaka 4 serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imepata mafanikio makubwa sana.
na tuna kila sababu ya kujivunia, na mafanikio haya yamelenga katika maeneo mbalimbali yakiwemo uendeshaji wa miradi ya kielelezo na kimkakati nchini mwetu, upanuzi wa ujenzi wa viwanda, lakini swala zima atamizi na bunifu, uendelezaji wa teknolojia mbalimbali, utafutaji wa masoko ya bidhaa za Tanzania ndani ya nchi yetu na nje, vile vile ubora wa bidhaa za kiushindani wa kibiashara na utatuzi wa migogoro. Kwa hiyo haya ni mafanikio yake kwa ujumla wake. Lakini katika kipindi hichi cha miaka minne, mchango wa sekta ya viwanda na biashara. Sekta ya viwanda na biashara ni nguzo muhimu sana au muhimili mkubwa katika uchumi wa nchi yetu, inayochochea maendeleo endelevu kwa kuongeza thamani ya malighafi, kutoa ajira, kuongeza kipato na kuboresha teknolojia. Katika kipindi cha miaka hii minne, serikali ya awamu ya 6, wizara imepata mafanikio makubwa katika sekta ya viwanda na biashara. Mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa kwa mwaka 2024 ulikuwa 7.3 ikilinganishwa na 7.0 katika mwaka 2023. Aidha, ukuaji wa sekta ya viwanda ulikuwa 4.8 katika mwaka 2024 ikilinganishwa na 4.3 katika mwaka 2023. Kwa hiyo hapa unaona kwamba jinsi gani mtiririko, jinsi gani swala upande wa viwanda ulikuwa ukifanya mchango mkubwa. Lakini vile vile katika mchango wa sekta ya biashara katika pato la taifa kwa mwaka 2024 ulikuwa 8.6, lakini ukilinganisha na 8.4 iliyokuwa mwaka 2023. Hali kadhalika ukuaji na kasi ya sekta binafsi ilikuwa ni 4.8 mwaka 2024 ikilinganishwa na 4.2 katika mwaka 2023, na ukuaji umechangiwa na uboreshaji wa mazingira ya kibiashara hapa nchini. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, katika kipindi cha hivi karibuni, miaka minne hii ilikuwa mafanikio makubwa katika miradi ya kielelezo na miradi ya kimkakati. Tufahamu kwamba nchi yetu kihistoria imejipanga hasa kupitia taasisi yetu ya NDC ambayo imepewa dhamana ya shughuli za miradi ya maendeleo. Kwa ukubwa wake imeweza kufanya mapinduzi makubwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukumbuke kwamba kihistoria tulikuwa na mradi wa kielelezo, mradi wetu wa Liganga na Mchuchuma. Mradi huo historia yake ya muda mrefu sana, lakini muda mrefu sana tunafahamu kwamba hatukuweza kupata mafanikio. Mradi huu kwa wale wanaokumbuka katika historia, hata Chama cha Mapinduzi katika miongoni mwa mijadala mipana waliofanya katika ile azimio la Musoma waliweza kujadili mradi huu, kwa sababu kipindi kile cha serikali ya awamu ya 4 chini ya Daktari Kikwete waliweza kufanya maazimio mpaka wakasababisha kuweka msafara mkubwa kutoka Musoma mpaka kwenda kule Njombe, mkoani Njombe. Maana yake ni nini? Kwamba ni jambo ambalo lilikuwa ni matamanio au ni matamanio ya Chama cha Mapinduzi kilichoshika hatamu kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka. Lakini hata hivyo kwa muda mrefu hakupata mafanikio. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 4, tumeona sasa wingu lile limetanduka. Tunaona kwamba kulikuwa na changamoto ya ulipaji wa fidia, ambao fidia hii ni fedha nyingi sana. Unaona kwamba ulipaji wa fidia zaidi ya shilingi bilioni 15.4. Watu karibuni 1142 wote hawa wameweza kulipa fidia. Jambo hili limewezesha kuanza safari mpya ya mradi huu. Lakini mradi huu ulikuwa na ukakasi mwingi sana, na hasa swala zima la umiliki wa serikali katika mikataba. Na ndio maana serikali ikaona sasa lazima tuweze kufanya mapitio mapya. Leo hii tunasema kwamba kipindi hichi cha serikali ya awamu ya 4 imeleta mapinduzi makubwa katika mradi huu. Jambo la kwanza, swala sasa tumekuja chini sasa, kwa sababu mradi ule sasa hivi uko chini ya kampuni inayomilikiwa na serikali ya wananchi wa China. Sasa tumekuja katika discussion katika upande hata wa share. Tukumbuke share zile zetu za serikali mwanzo ilikuwa ni 20%. Sasa majadiliano yanaendelea, na imani yetu kubwa ndani ya mwaka huu majadiliano yote yatakamilika, na mwisho wa siku kwamba mradi huu utaweza kutekelezwa, na hasa katika maeneo ya kuona kwamba ukomo wa mradi huu utakuwaje. Kwa sababu mwanzo ukiangalia mikataba ya mwanzo, mradi huu ilionekana kutekeleza katika mradi wa maisha yote bila ukomo wa aina yote. Mijadala tunaendelea nayo ni kuhakikisha mradi huu unakwenda sambamba na leseni ya yetu ya madini ya miaka 25. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda swala zima la kuhakikisha mradi unaenda kwa kipindi cha miaka 5 pale itapohitajika kurenew. Sasa itakuwa ni jukumu la serikali na mdau wetu kuona jinsi gani tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Kwa hiyo hili ni fanikio kubwa katika mradi huu. Lakini eneo lingine upande wa share za serikali. Upande wa serikali kwa mujibu wa mradi huu, mkataba wa mwanzo ilikuwa inaonekana ni 20%. Majadiliano yanaendelea vizuri. Lengo kubwa ni kwamba kuongeza kiwango cha share. Lengo serikali yetu iweze kupata mafanikio makubwa, lakini kubwa zaidi kuona kwamba jinsi gani kama wananchi wa ujumla wake wa Tanzania wataweza kushiriki vizuri katika upande wa ujenzi wa uchumi wake kupitia mradi huu. Kwa hiyo hili ni eneo la kwanza katika mradi huu. Lakini mradi mwingine ni mradi tunafahamu katika kipindi hiki, mradi unaitwa wa Maganga Matitu.
Mradi wa Maganga Matitu ni miongoni mwa mradi wa kielelezo katika nchi yetu. Uko pale jirani na mradi wa Mchuchuma na Liganga. Mradi huu nao unaenda kuzalisha chuma. Na matarajio yake ni kwamba ukilinganisha na ule mradi mwingine wa Mchuchuma na Liganga, mradi huu mwingine wa Maganga Matitu, matarajio yake utapotekelezwa, tutaweza kupata wastani wa tani milioni 1 kwa mwaka ya chuma ghafi, ambayo itasaidia sana katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mafanikio ambayo tuna imani ndani ya mwaka huu wa 2025 miradi hii sasa itaanza utekelezaji wake baada ya yale mambo ya msingi kuweza kukamilika. Lakini eneo lingine la pili, swala zima la mradi wa magadi soda. Tukumbuke kwamba historia ya magadi soda nchini mwetu ni ya muda mrefu sana. Na mradi huu nakumbuka kwamba mara ya kwanza mradi huu ulitakiwa utekelezwe katika eneo la ziwa la Natron. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali na hasa changamoto za mazingira ulikuwa na kelele nyingi sana. Ndio maana ukasababisha mradi huu ukakwama kipindi vile. Lakini serikali kupitia taasisi yetu ya NDC ilibidi ianze tena kufanya engagement mpya, kufanya survey, na mwisho wa siku kuona imepatikana eneo la bonde la Engaruka katika wilaya ya Monduli katika mkoa wa Arusha, kuonekana kuna mashapo ya kutosha ya kuzalisha magadi soda tena yenye asili ya kimiminika. Eneo hili imani yetu kubwa. Sasa tutaenda kufanya uwekezaji mkubwa. Tushukuru sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi kirefu sana mradi huu nao ulikuwa ni mradi ambao uko katika historia, katika ilani na katika mikakati mbalimbali ya serikali. Lakini tushukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kuona umuhimu wa mradi huu chini ya kipindi chake na kutaka kuweka historia, serikali iliamua kuona kwamba kwanza kufanya tathmini, na ilionekana kwamba zaidi ya shilingi bilioni 14.8 inahitajika, lakini hiyo ikigawanyika katika maeneo mawili. Bilioni karibuni 6.3, hii ikienda katika swala zima ulipaji wa fidia kwa wananchi. Eneo lilobakia swala zima ya urejeshaji miundombinu. Kwa sababu maeneo hayo kutakuwa swala zima la ujenzi wa shule, zahanati na maeneo mengine ambayo haya sasa katika swala zima la ulipaji wa fidia, miundombinu hiyo nayo itakuwa imehamishwa kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo katika eneo hilo fidia kwa wananchi zaidi ya bilioni 4.3 ilipaswa kulipa. Tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi hichi ameweza kutoa fidia kuhakikisha wananchi wa pale wapatao takribani 595 wote waweze kulipa fidia. Ndani ya kipindi chake tumetengeneza historia kubwa sana. Ndani ya kipindi cha miaka 4 Daktari Samia Suluhu Hassan, jambo la kwanza ameweza kutoa fidia ile ambayo inagusa wananchi zaidi ya bilioni 5.8. Hii sasa imeelekezwa kuhakikisha wananchi wanalipa fidia 9,595. Na hadi kufikia hivi karibuni karibu wananchi wengi wamelipa fidia. Tumebakia na idadi kidogo tu wananchi wachache ambao hawa takriban wananchi 97 tu. Hawa ni kwa ajili ya wengine ni swala zima la ulipaji wa mirathi, utaratibu wa kimirathi na kuweka vizuri dokumenti zile kabla hawajalipwa. Mnafahamu mambo haya maeneo mbalimbali, maeneo mengine singine yamelikiwa na watu ambao wameshafariki. Kuna watu wao wana haki zao, lakini mambo mengine ya swala zima yako mahakamani kwa ajili ya kukamilisha utaratibu wa kesi za mirathi. Imani yetu kubwa ambayo kazi inaendelea vizuri, na hii ni success story katika nchi yetu. Mradi huu unafungua sasa mwanya mpya wa Tanzania katika uwekezaji. Tukumbuke nchi yetu kihistoria, tunakumbuka kuna kiwanda kinaitwa Kioo Limited. Ndio kiwanda pekee kilikuwa kiko nchini mwetu. Na malighafi ambayo inatumika katika utekelezaji wa kioo ni swala zima malighafi ya madini magadi soda. Bahati mbaya malighafi hii miaka yote imekuwa ikiagizwa kutoka nje, tukitumia pesa nyingi sana za kigeni. Hivi karibuni sasa nchi yetu kupitia kazi kubwa inayofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi yetu sasa inaweka historia ya ujenzi wa viwanda vya kutengeneza vioo. Ukienda pale eneo moja inaitwa Njopeka pale Mkiu katika wilaya ya Mkulanga, kunakuta kiwanda kimoja kinaitwa kiwanda cha Sapphire Floating Glass. Daktari Samia Suluhu Hassan alikifungua. Hizo ni miongoni mwa success story. Alikifungua chini ya kipindi chake. Lakini ukienda pale Mkulanga, kama unaenda maeneo ya Kisiju Pwani, kuna kiwanda kingine cha Keda kinatengeneza vioo. Viwanda hivi vyote malighafi yake ni swala zima lazima upate magadi soda. Bahati nzuri sasa mradi huu unaenda kufungua sasa sura mpya. Tutakuwa sasa sio importers wa magadi soda tena. Maana yake malighafi itapatikana ndani ya nchi, lakini kadhalika tutakuwa na fursa ya kuweza kuexport malighafi hiyo. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa success story katika kipindi cha miaka 4, na sasa hivi tunaendelea na mchakato. Swala zima lengo letu ni kwamba tupate wawekezaji wawili kutokana na unyeti wa eneo lile na malighafi tuliyokuwa nayo. Na bahati nzuri wataalamu wanatuambia malighafi ya pale iko katika mfumo wa kimiminika zaidi. Ni tofauti na maeneo mengine magadi soda mengine katika maeneo mengine. Na wametuhakikishia kwamba katika eneo lile litakuwa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo manake pale tutapata viwanda vikubwa vya kimsingi. Ndio haya matarajio yetu. Lakini mradi ule utasaidia kujenga viwanda vingine funganishi na mradi wa magadi soda. Tunafahamu pharmaceutical industries vinategemea kwa kiwango kikubwa
magadi soda, lakini viwanda vya sabuni vyote vinategemea magadi soda. Kwa hiyo matumaini yetu kubwa ni kwamba eneo la Lengaruka litaenda kufunguka kuwa eneo lingine tofauti. Ndio maana tumewaeleza wananchi wa Lengaruka kwamba eneo lile sasa wananchi wafahamu wana utajiri wa kutosha katika eneo lile. Jambo la kwanza maana yake ni kwamba mradi ule utasaidia viwanda funganishi mbalimbali vitavyojengwa katika ukanda ule. Hili ni jambo la kwanza. Imani yetu kubwa ni kwamba kutengeneza misingi ya ajira kwa vijana wataokuwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo hili ni swala zima lenye mafanikio makubwa sana katika mradi ule. Eneo lingine ukiachia ile miradi miwili mikubwa ya Mchuchuma na Liganga na ule mradi wa Maganga Matitu, imani yetu kubwa ni kwamba sisi nchini mwetu katika upande wa chuma tutaondoa utegemezi wa upande wa chuma. Tumezungumza sasa hivi nchi yetu tunaenda kwa katika kasi kubwa ya swala zima la ujenzi wa viwanda vya nondo, viwanda vya bati. Na viwanda hivi vyote malighafi yake ni chuma, na viwanda vya magari vyote malighafi ya chuma. Kwa mfano ukienda katika viwanda vya magari sasa hivi unaona kwamba baadhi ya vipuri vingi vinaagizwa kutoka nje. Hata viwanda vya kuunganisha magari hivi sasa hivi ukienda kiwanda cha Saturn na wengine wote, vipuri vyote vinatoka nje. Na kwa sababu hatuna chuma ghafi. Imani yetu miradi ile miwili ya mwanzo ambayo nilizungumza itasaidia kutengeneza misingi mizuri ya upatikanaji wa chuma ndani ya nchi yetu na kusaidia swala zima la ujenzi wa viwanda, lakini kubwa zaidi upande wa ajira ambao hapa imani yetu kubwa tutatengeneza ajira nyingi sana za vijana ambao nilizungumza pale mwanzo kuhakikisha wanapata swala zima la ajira katika maeneo ya nchi yetu. Mradi mwingine ni mradi wa makaa ya mawe ya Katewaka. Ukienda pale Njombe katika wilaya ya Ludewa, ukienda katika lile shimo la mradi wa Mchuchuma, maana kwa wengine wanachanganya, wanafikiri kwenda mradi ule unaitwa Mchuchuma na Liganga ni kitu kimoja. Kuna sehemu ya component ya Mchuchuma ambacho kuna kisima cha kihistoria pale. Kinatoka pale kinaenda mpaka ziwa upande wa ziwa Nyasa. Wataalamu wanakuambia kule. Eneo lile ndio eneo maksusi lilipofanyika survey tafiti kwa kipindi hicho kwa ajili ya uzalishaji wa makaa ya mawe. Na inaonekana mashapo ya pale yana uwezo mkubwa sana ya kuzalisha makaa ya mawe mengi sana nchini mwetu. Lakini eneo la pili ukienda huko juu unakutana na chuma cha Liganga. Hiyo Liganga ni mlima. Kwa hiyo utakutana pale ni ule mlima ni mlima wa chuma. Kwa hiyo sasa eneo lingine sasa ndio utakuta mradi wa Maganga Matitu. Katika maeneo hayo sisi imani yetu kubwa kwamba tunaenda kutengeneza historia kubwa sana ya upande wa chuma na makaa ya mawe. Lakini kuna kipande kingine ndio kinaitwa kipande cha Katewaka. Serikali kwa kushirikiana na mdau tumeweza kuhakikisha kwamba tumeshaingia makubaliano ya kuona kwamba jinsi gani sasa tutazalisha makaa ya mawe, ambayo wataalamu wametuambia kwamba katika kipindi hichi zaidi tani milioni 1.5 zitazalishwa kwa mwaka. Maana yake ni nini? Tani hizi zitasaidia viwanda vya ndani, wale ambao wanafahamu kuna viwanda vya ndani vinatumia makaa ya mawe, especially viwanda vya sementi, lakini halikadhalika katika viwanda vya nje. Hivi sasa ndio tuna export. Ndio maana leo hii bandari yetu ya Mtwara kuna lango makususi kwa ajili ya kusafirisha makaa ya mawe. Makaa ya mawe yanayotoka katika miradi ile ya Ruvuma kule, miradi mingine yajitegemee, yote yanasafirishwa kupitia bandari ya Mtwara, ambapo pale linaonekana kama ni lango kubwa la kusafirisha makaa ya mawe. Sasa tunapata fedha za kigeni kupitia makaa ya mawe. Kwa hiyo imani yetu kubwa mradi huu wa Katewaka ambao tutazalisha tani milioni 1.5 kwa mwaka utasaidia sana swala zima la kupata ajira, kupata fedha za kigeni. Na imani yetu ni kwamba mradi huu utadumu ndani ya miaka 100 kutokana na reserve iliyokuwepo pale katika eneo la Katewaka. Katika hili niwapongeze sana wadau wangu, watu wangu, wasaidizi wangu kutoka taasisi yetu ya NDC kwa kuhakikisha kwamba maeneo ya miradi haya wanaipa kipaumbele, kuhakikisha kwamba wanaisimamia kwa karibu zaidi. Akisema nyingine tunafahamu nchi yetu historia. Baba wa taifa, nchi yetu aligawanya katika vipande maeneo mbalimbali na hasa uwekezaji wa viwanda. Ukienda pale Morogoro katika upande unaitwa sehemu Ngororo, utakuta kiwanda kikubwa sana cha karatasi. Na kwa sababu jiografia pale kutokana na idadi ya miti inayozalishwa kule, kwa hiyo iliwekwa jiografia pale ndio kiwanda cha karatasi. Lakini halikadhalika ukienda kule Tanga kuna viwanda vya aina yake. Ukienda Morogoro viwanda viligawanyika katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa viwanda hivyo zamani vilitengenezwa kilikuwa kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tool na kiwanda cha Mangula Machine Tool. Viwanda hivi vilikuwa viwanda vya msingi. Kazi yake kubwa ilikuwa ni vikuchakata chuma. Tunafahamu kwamba baadhi ya vipuri ya viwanda hivyo vilikuwa vikitengenezwa by that time. Katika viwanda hivyo vilitengeneza historia kubwa sana. Ilikuwa wene viwanda vingine watapoharibikiwa wanaenda Kilimanjaro Machine Tool au wanaenda Mangula Machine Tool. Kwa bahati mbaya viwanda hivi vilikoma kufanya kazi. Kwa mfano kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tool kilikuwa karibuni miaka 30 hakijafanya kazi. Tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Alivesti karibu bilioni 4.07 kuhakikisha kukirudisha kiwanda kile. Naomba niwaambie ndugu zangu, kiwanda kile chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan sasa kinafanya kazi.
Na hivi karibuni iliweza kuzalisha vipuri takriban 132, lakini mashine karibuni 47. Nikizungumza mashine 47 ni mashine zilizokamilika. Wale ambao wanataka kuona mapinduzi makubwa waende Kilimanjaro Machine Tool. Utakuta mashine ya kuranda, mashine ya kuchana mbao, mashine ya kutoboa. Kwa wale watu wa carpentry wenzangu na mimi, ukienda pale unapata full package ya kiwanda chako kimekamilika. Ni mashine ambayo ni heavy duty, ambayo huipati kokote, unaipata pale Kilimanjaro Machine Tool. Kiwanda hichi sasa kimefufuka. Lakini halikadhalika swala zima la vipuri mbalimbali, ambapo vipuri hivi vinasaidia katika viwanda mbalimbali. Kwa mfano, kuna mitambo mingine ilitengenezwa kiteknolojia kipindi kirefu. Kwa hiyo sasa spare zake hazipatikani hapa nchini. Ukienda Kilimanjaro Machine Tool unapata spare ile unayohitaji wewe pale pale Kilimanjaro Machine Tool. Tunawashukuru sana wenzetu wale wa kiwanda cha sukari cha Kilimanjaro. Wameweza kutumia vizuri kiwanda kile endapo mitambo yao inasumbua. Vipuri vyote vinapatikana katika kiwanda kile cha Kilimanjaro Machine Tool. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana kwetu sisi, tuna kila sababu ya kujivunia. Na vile hata hivyo pale tumesaidia kuhakikisha kutengeneza ajira za vijana ambao wako pale kama mafundi kutengeneza mitambo hiyo. Lakini maeneo mengine, kiwanda cha kibiolojia kile kilichokuwa pale Kibaha. Haya ni miongoni mwa mafanikio. Tukumbuke kwamba serikali yetu ina urafiki na nchi mbalimbali duniani. Miongoni mwa marafiki yetu ni nchi wa Cuba. Kihistoria kutoka baba ya taifa na mzee wetu Castro, Fidel Castro, kipindi hicho walitengeneza urafiki wa muda mrefu wa kiuzalendo katika kipindi cha ujamaa. Sasa tulikuwa na partnership na wenzetu na kuzalisha kiwanda cha viuadudu pale mkoani Pwani. Bahati mbaya sana kiwanda hichi mafanikio yake pale tulipoanza ilikuwa hayapo vizuri zaidi. Sasa hivi tushukuru sana, katika kiwanda hichi tumepata mafanikio makubwa sana, na hasa kuanza kuwa na teknolojia ya kuzalisha viuadudu kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa malaria. Miongoni mwa changamoto kubwa tunaokabiliana nayo sisi barani Afrika na nchi zinazoendelea ni changamoto ya ugonjwa wa malaria, na hasa kutokana na mbu. Uwekezaji mkubwa umewekwa pale. Lengo letu ni kwamba inapozalisha viuadudu vinavyoenda kuweka katika madimbwi vinaua vimelea vile vyote ambavyo vinasaidia kuzalisha mbu baadaye kusababisha malaria. Kiwanda kile sasa kinafanya kazi kubwa. Tunafahamu kwanza kulikuwa na mawito mbalimbali tukitoa kwa taasisi mbalimbali za serikali kutumia malighafi ama dawa zinazozalishwa pale kiwanda chetu cha Kibaha kwa lengo la kupambana na tatizo la mbu, lakini mwisho wa siku kupambana na ugonjwa wa malaria nchini mwetu. Uzalishaji umezidi kupanda. Nishukuru sana taasisi yetu ya NDC kwa kusimamia vizuri eneo lile. Tunaona sasa uzalishaji wa malighafi ambao capacity zaidi ya tani milioni 6, lita milioni 6 kwa mwaka. Kwa hiyo sasa hivi lengo letu ni kwamba tunaendelea kupanda kwa kutokana na mahitaji yalivyo. Tushukuru sana mamlaka za serikali za mitaa, halmashauri mbalimbali kupitia Wizara ya Afya. Hivi karibuni kutoka mwezi Julai mwaka jana mpaka hivi sasa zaidi za dawa zenye wastani wa shilingi bilioni 6 zimeweza kununuliwa kwa lengo la kupeleka katika maeneo mbalimbali, hasa taasisi yetu ya MSD kuweza kusambaza kuhakikisha tunapambana na malaria. Lakini uwekezaji huu tushukuru sana kwa sababu unaona kwamba kazi kubwa iliyofanyika, lita karibuni 703 za viuadudu hizi zilienda katika maeneo mbalimbali. Lakini tushukuru sana wadau wetu wa nchi jirani ambao hawa wakiwepo Kenya, Angola, Niger, Botswana, Namibia, Eswatini, Mozambiki na Uganda. Hawa waliweza kununua dawa zaidi ya lita 288.4 ambao lita hizi zimesaidia sana kutengeneza pato letu. Tumepata zaidi ya shilingi bilioni 3.6. Kiwanda hichi kimeendelea kufanya mapinduzi makubwa, lakini hata hivyo inaendelea na tafiti mbalimbali, na hasa kuona kiwanda hichi jinsi gani kitatumika katika maeneo mengine, na hasa upande wa mashambani kuzalisha zile dawa zitasaidia. Mnafahamu kwamba katika maeneo yetu ya kilimo tuna changamoto kubwa sana ya hasa pesticide na magonjwa mbalimbali. Katika eneo hili kiwanda hichi sasa tunakitaski sasa kione, na tafiti zimeshaanza jinsi gani kuzalisha dawa zitazopambana na changamoto katika upande wa kilimo.